Naitwa Alois Adam Mwakilembe, ni mdau wa ngumi katika mkoa wa Mbeya. Tupo hapa kwa ajili ya taharuki iliyotokea siku 2-3 hivi karibuni katika masuala yote ya chama cha boxing mkoa wa Mbeya. Kuna mwanafamilia wa boxing ndugu Edgar Mwansasu ametengeneza mazingira ya kujipachika kama kuwa mwenyekiti wa chama cha ngumi mkoa wa Mbeya pasipo kufuata taratibu, na wengine mmoja wapo kama mimi ameniweka katika orodha ya wajumbe wa chama hicho pasipo ridhaa yangu. Jina ni la kwangu, namba ya simu sio ya kwangu, sahihi sio ya kwangu. Kwa hiyo kidogo kwa wadau wa ngumi hapa mkoa wa Mbeya, hii hali imeleta mtafaruki kiasi cha kwamba haijulikani ameingia madarakani kwa njia gani. Kutaka kujua kwamba kwa muda mrefu tunajua kwamba katika mkoa wa Mbeya hatuna chama cha ngumi, ila kuna utaratibu ambao unatakiwa ufanyike ili kuweza kupata viongozi halali. Kwa hiyo ndio kero yetu na ndio kichotupelekea tuwepo hapa kuzungumzia hili swala, kuona kwamba vipi bwana Edgar Mwansasu ameweza kutengeneza mazingira kuingia madarakani pasipo kufuata utaratibu. Sasa chama cha ngumi mkoa wa Mbeya hakina uongozi. Ombi letu ni nini sasa? Ombi letu ni kwamba wahusika ambao wanaweza kutengeneza mazingira ya kufanya uchaguzi ufanyike kwa njia halali. Kwa jina naitwa Ali Ramadhani Nde, ni mdau wa chama cha ngumi mkoa wa Mbeya. Na shangaa Edgar Mwansasu, jina langu ni Ali Ramadhani. Sasa na shangaa sahihi yangu iko pale na wakati mimi sijaweka sahihi. Sasa na shangaa ni vipi alivyofanya vile. Ndio maana tukaja hapa, kwa sababu sasa uongozi maana yake ni wa mabavu, kwa wamejichagulia uongozi wa mabavu, sasa sio nzuri. Ndio maana nikaja hapa. Utaratibu wa chama cha ngumi kupata uongozi, kwamba kinachotakiwa ni kwamba tunaenda kwa afisa utamaduni wa wilaya au wa mkoa, utaratibu ambao unaokuja kwa namna ya kwamba kunafanyika uchaguzi. Kushafanyika uchaguzi wa katibu, mwenyekiti, sijui nani, maana yake hapo wadau ndio wanaweza kuchagua nini uongozi wa chama cha ngumi. Ni ofisi ya utamaduni, haifanyiki holela kama wanavyojichagua hivyo, taratibu ambazo zipo. Naitwa Gardiner Godfrey Mwakasuka, ndio jina la kiserikali. AK yangu ni Kabwe Dust na kampuni yangu ni Kabwe Dust Entertainment, ambaye ndio promoter mkubwa wa boxing kwa Mbeya, tuseme nyanda za juu kusini na inua vipaji. Hii ni kweli taharuki imetokea, hata mwenyewe nimeipata sintofahamu. Mtu akajichagulia kuwa yeye ndio mwenyekiti, na wakati tumepata barua kutoka makao makuu kwa katibu wetu wa TPBRC Nsajigwa, na hiyo barua ninayo ambayo ilikuwa inatambulisha uongozi ambao unatakiwa tukabidhi mkoa kwa afisa utamaduni mkoa, na hiyo barua tumeshaikabidhi, tumeipata na tukakabidhi, ambayo imetoka makao makuu, ambayo inatakiwa kipitishwe chama cha ngumi cha mkoa wa Mbeya. Maana hapa miaka yote hatuna chama, vinawekwa tu kiholela, lakini chama kilichopitishwa hakuna. Katika mikoa yote tumeona, kuna mikoa Tanga, Songea, kote wana mikoa wenzetu, Morogoro wana chama cha ngumi vimepitishwa. Ilikuwa ni Mbeya tu, na Mbeya nimehangaikia kwa muda wa miaka mingi toka nimeanza upromota. Nimeanza upromota mwaka 2017 ndio nimeanzia upromota wa ngumi, na nimeinua vipaji vingi kama wakina Meshaki Mwankemwa, wakina Joseph Sinkala, wakina Donald Mwakisu, wakina Hashim Kilanga, mpaka nilimleta Dula Mbabe hapa kwa kuja kuinua ngumi, mpaka Dickson Mwakisopile katokea mikononi mwangu. Ton Rashid mpaka wamuona, mpaka sasa hivi amekuwa ni bondia mkubwa. Ton Rashid katokea mikononi mwangu.
lakini tumeshangazwa na hii sintofahamu ya kujichagulia mtu kuwa yeye mwenyekiti. Kafoji majina yetu kayaweka mle, kaeka namba za simu, katutilia saini zetu. Mimi jina ni la kwangu kweli, namba za simu ni za kwangu, lakini saini sio ya kwangu. Ndio hiyo imetushtusha sana.